Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi kuangazia habari za biashara. Tuanzie huko mkoani Lindi ambapo kwa Lindi umepokea tani 7 ya mbegu za ufuta kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa nafaka mazao mchanganyiko COPRA, huku wakiahidi kuongeza uelewa wa kilimo bora kwa wakulima ili waweze kulima kilimo chenye tija. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele kutoka huko mkoani Lindi anatueleza zaidi. Mbegu za ruzuku zinaenda kuongeza nguvu. Tunapata pembejeo na viuatilifu vya ruzuku. Leo tunapata na mbegu za ruzuku. Tufanye nini? Sisi kazi yetu ni kwenda kufanya kazi. Ni kigeregere kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Lindi, Big Victoria Mwanziva, ambapo amesema mapokezi ya mbegu hizi kwa wakulima wa mkoa wa Lindi kunaenda kuongeza uzalishaji wenye tija kwa wakulima na kuongeza kipato chao. Na kipekee naomba niseme na maafisa ugani, nyinyi ndo walezi. Nyinyi ndo walezi. Nyinyi ndo mnajua mbinu bora. Nyinyi ndo mnajua mbinu za kisasa. Kilimo cha kisasa chenye kuongeza tija. Lengo letu kuongeza tija ili wakulima wetu waweze kunufaika na kilimo chao. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti na nafaka na mazao mchanganyiko, Dr. Aileen Mlola, amesema mfumo wa mauzo ya kidijitali umeweza kusaidia kwa kiwango kikubwa kuongeza kipato kwa wakulima, ambapo kwa nchi ya Tanzania imeweza kuingiza zaidi ya bilioni 629 kwa zao la ufuta, huku kwa upande wa zao la mbaazi mauzo yalikuwa ni shilingi bilioni 193 na zao la dengu bilioni 114, ambapo fedha hizi zimeenda kwa wakulima hapa nchini na kuongeza kipato chao na kuongeza uchumi wao. Kwani tumeshuhudia kwa mfano ufuta, wakulima wa Tanzania kwa msimu huu wamepata bilioni 629 Tanzania nzima. Na kama ambavyo amesema asi uchumi hapa, kwa upande wa Lindi hii imeweza kupatikana bilioni 197. Hizi ni hela nyingi ambazo serikali imezisimamia. Kila mkulima amepata chake kutokana na jasho ambalo ameliweka. Nikiripoti kutoka mkoani Lindi ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Serikali Zanzibar Salum Kassim Ali ameomba wadau wa sekta ya takwimu nchini kuimarisha mifumo ya uzalishaji wa takwimu rasmi, hali ambayo itaifanya takwimu hizo zitumike katika mahitaji na upangaji wa mipango ya maendeleo ya taifa. Tupate taarifa zaidi. Ombi hilo linatolewa na mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Salum Kassim Ali wakati wa maadhimisho ya siku ya takwimu Afrika. Maadhimisho hayo yamefanyika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni mjini Unguja. Tuthamini umuhimu wa takwimu katika maisha yetu, huenda tukajiuliza kwa jinsi gani takwimu zinaathiri maisha ya mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Kiukweli ni kwamba takwimu hutufahamisha ukweli ulivyo na kufichua taarifa muhimu ambazo zinaweza kutumika katika kustawisha maisha ya mtu mmoja mmoja, jamii na serikali kwa ujumla wake. Aidha, mtakwimu mkuu huyo wa serikali ameonyesha kuridhishwa na uungwaji mkono wa afisi yake na taasisi nyingine katika ufuatiliaji wa takwimu zinazotolewa na afisi hiyo. Niendelee kuwaomba watumishi wenzangu wa kada ya takwimu, kwa kila mmoja ana nafasi yake ndani ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali au nje ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ndani ya mifumo ya serikali, kuendelea kuimarisha juhudi za uzalishaji wa takwimu rasmi ili ziweze kutumika katika kujenga maslahi mapana ya wananchi wa nchi yetu. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ya siku ya takwimu Afrika, naibu waziri wa fedha na mipango Zanzibar Dr. Hamadi Omar Bakari, anasema serikali bado itaendelea kuimarisha mifumo upatikanaji na utoaji wa taarifa na data ili kwenda sambamba na dunia. Mwaka huu katika siku ya takwimu ya Afrika, maadhimisho yatazingatia umuhimu unaoongezeka wa kutumia nguvu ya mabadiliko ya data na ubunifu wa takwimu ili kukabiliana na changamoto za maendeleo katika Afrika. Kwa kuzingatia umuhimu huo, mifumo ya takwimu inatakiwa kubadilishwa, ikiwa ni pamoja na kuimarishwa kwa teknolojia ya kisasa ili kuhakikisha kuwa taarifa zinapatikana kwa wakati unaofaa, zinafaa na zinajumuisha wote, na hivyo basi zinaweza kutumika
kuunga mkono sera zenye ushahidi zinazohimiza amani, haki na ustawi. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya takwimu duniani inasema kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu katika kukuza jamii yenye haki, jumuishi na ustawi wa Afrika. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mtazamaji, wafanya biashara wadogo maarufu machinga zaidi ya 360 kutoka eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam wamekabidhiwa viwanja vya makazi vilivyopo katika kijiji cha Magoza wilayani Mkuranga mkoani Pwani. Mwanahabari wetu Dorcas Ramos anatueleza. Akizungumza kabla ya zoezi hilo kuanza, mkuu wa idara ya fedha kutoka Benki ya Maendeleo ambayo iliwezesha kutoa fedha za upatikanaji wa ekari 75 ambazo zimetoa viwanja 500, Norasco Charles, amesema mpango huo utawezesha wafanyabiashara hao kumiliki ardhi, lakini pia kuwa na hati ambazo wanaweza kuzitumia kama dhamana na kupata mikopo kupitia taasisi za fedha. Ni fursa kwa wamachinga wengine wote ambao wapo Kariakoo kuwaona viongozi wao na kuja benki ili benki iweze kumpatia mkopo wa kama around milioni 1 aweze kuja kupata kiwanja chake mahali hapa. Na kiwanja hiko zoezi linaendelea kurasimisha tu kwa hatua za mwisho kupata hati. Kila mtu atapata hati yake mwenyewe. Kwa ile hati sasa itamsaidia akijenga na nyumba pale na nini, kifanywa tathmini, ana uwezo wa kukopa sasa kiasi chochote cha fedha sawa sawa na thamani ya kile kiwanja na nyumba ambayo ataijenga mahali pale. Kwa hiyo sasa watapata fursa ya kupata mikopo mikubwa ambayo inaweza kufika hata milioni 50 kutokana na tathmini ambayo itafanyika kwenye kiwanja na nyumba na uwekezaji ambao watakuwa wamefanya mahali pale. Mwenyekiti machinga mkoa wa Dar es Salaam na Moto Yusuf na Moto ameshukuru mpango huo wa kuelekea kupata makazi ya uhakika katika eneo hilo la Mkuranga, ambapo pia akatoa ombi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwajengea barabara ya kilomita 9 kutoka barabara kuu hadi katika eneo hilo la makazi ambalo wameliita Samia City. Nilitumia hiyo changamoto kama fursa kuweza kufanya ubunifu wa kuweza kubuni mradi wa viwanja vilivyopimwa vyenye hati maalum za wizara ili kuwezesha wamachinga sasa waweze kupata mikopo mikubwa zaidi ya ile milioni 2. Kwa hiyo tulitengeneza project maalum ambayo inaitwa Wezesha Machinga, tukashirikiana na benki na Maendeleo Bank, tukaenda kufanya presentation kuwaeleza nini mawazo yetu, nini tunaamini kwamba kikifanyika kitakwenda kuwa suluhisho kwa wamachinga kuweza kupata mikopo. Benki wametusaidia sana. Hatukutegemea kwamba tunaweza tukachukua mkopo alafu pia tukapata viwanja. Tumepata mkopo, tunarejesha kwa wakati, na pia tumeweza kupata viwanja kama hivi tulivyokabidhiwa siku ya leo. Yaani ni kwamba hatukutegemea. Tumekabidhiwa viwanja ni vikubwa. Tunashukuru Mungu na tunapongeza Maendeleo Benki kwa kutukopesha mikopo nafuu, na waendelee, tunaomba tu waendelee hivyo kutukopesha ili tujikwamue katika maisha. Dorcas Ramos, Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Dorcas Ramos, ndio inatumatisha upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na mwanamichezo wetu ambaye atakuja kutupasha hapa zaidi. Si mwingine bali ni Esther Mtebe. Endelea kusalia nasi.